Naam, mtazamaji wa FMW, karibu katika kipindi chako pendwa kabisa cha Fikra za Wanachuo. Langu jina ni Swaleh Kasim na hapa niko na mwenzangu ambaye niko naye leo, ambaye tutazungumza naye juu ya fikra za chuo. Lakini nimpe nafasi sasa yeye kujitambulisha kwa majina yake, halafu twende moja kwa moja kabisa kwamba kwenye mada yetu husika ya siku ya leo. Karibu. Langu jina ni Theophil Mbunda. Karibu mtazamaji, tuko na Theophil Mbunda. Mada yetu husika ni fikra za wanachuo. Theophil Mbunda, kwanza tuanzie kwenye maisha yako baada ya chuo. Maisha yako baada ya chuo yakoje kwa sasa? Mimi nimejiajiri. Ndio. Kwa hiyo baada ya kumaliza chuo tu, fikra yangu ya kwanza ilikuwa ni kujiajiri, si kusoma kwa sababu niajiriwe. Ni fikra ambayo kipindi nimeenda kwanza chuo au niko nyumbani, mawazo yangu makubwa ilikuwa ni kwenda jeshi, na nilipenda kuwa mwanajeshi au kuwa askari wa askari wa zimamoto, kikosi cha mambo ya uokoaji. Nilikuwa napenda sana mambo ya kuruka magorofa na nini, Ndio. kuzama kwenye maji, yaani kusaidia nilikuwa napenda sana. Lakini baadaye nilipoona ni kitu ambacho shindwa kukifikia kwa sababu mbalimbali, basi nikaamua niende kwenye masuala ambayo nayafanya sasa hizi nimejiajiri baada ya kumaliza chuo. Unadhani hiyo ilikuwa ni fikra yako baada ya kumaliza chuo au hiyo imejitokeza? Hii imejitokeza. Ni kwa sababu mfumo wa nchi yetu umepunguza idadi ya kuajiri watu. Ndio. Sio kama nakumbuka kipindi mimi niko darasa la 7 mpaka nimekuja form 4. Nakumbuka kuna halmashauri ndio zilikuwa zinaajiri, yani ukimaliza chuo unaajiriwa kwenye halmashauri. Yani halmashauri, yani ni zile taasisi zinaajiri moja kwa moja. Baadaye ulipokuja mfumo wa ajira inatolewa na central government, yani lazima uombe serikali kuu, alafu serikali kuu ndio ijue wewe itakupeleka wapi. Kukana changamoto sana. Kwa hiyo watu wengi wakaanza kutemwa kwenye mifumo ya ajira. Kwa hiyo unakuta kila mwaka unaomba. Sasa unajikuta unatumia muda mwingi kuomba kazi. Kwa hiyo baadaye mimi nikasema nikishamaliza tu chuo, kwa hiki ambacho naona ndugu zangu wanapitia, rafiki zangu wanapitia, sitataka kuki-experience. Kwa hiyo nikakimbia moja kwa moja kujiajiri. Lakini pia kitu kingine ambacho nilikuwa na kilinisukuma sana kujiajiri ni ule mfumo wa kusukumwa kwenye kazi. Labda unakuta umelala yani uko nyumbani, leo unasema sijisikii vizuri, lakini ni lazima uende kazini. Ni lazima uende kazini. Bwana siji nina changamoto, yani ile kuajiliwa unakuwa unasukumwa sana. Na Afrika nyingine ni kufanya kazi kwenye ndoto za mtu. Yani mtu anakuwa na ndoto zake, wewe unazifanyia kazi zile ndoto zake. Wakati mwingine unashindwa kujua ndoto yake ni ipi. Hawezi ku display moja kwa moja ndoto yake anataka nini. Hawezi kushow kila kitu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unafanya vitu ambavyo hujui yeye anataka nini. Lakini kasa pia kuna ubinafsi. Lazima ili uendelee lazima ubinafsi. Kasa kwa nini yeye afaidike kwa akili yangu mimi? Kwa nini akili yangu nisitumie kujifaidisha mimi? Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikiwaza hicho. Kuna jamaa mmoja nishaonaga alikuwa anafanya hizo clip, ni content creator. Alikuwa anakutana na bodaboda. Yaani labda yeye anaenda kwenye kituo cha bodaboda na anakodi bodaboda. Kisha kodi bodaboda anampeleka, anasema bwana bodaboda wai, mimi kuna sehemu naenda kuomba kazi. Unaenda kuomba kazi wapi? Anaambia mimi naenda kuomba kazi kiwanda fulani, au kuomba kazi kampuni fulani au TRA. Mimi mwaka jana mimi nilienda kuomba pale nikakosa. Jamaa
wewe bodaboda na wewe umesoma na wewe umeenda chuo. Nashangaa. Mimi nimesoma ndio. Wewe umesoma chuo gani? Mimi nimesoma Mzumbe. Mimi nimesoma pale nani Mzumbe nilikuwa mwaka 2025 pale. Mfano. Mwaka 2025 umesoma pale. Wewe umesoma degree. Wewe una degree, mimi na masters bwana. Huyo bodaboda anambia mimi na masters. Anamwambia hadi zile mifano ya zile principles labda kitu fulani ambacho wanakisoma ile kozi, anamwambia kuna kitu fulani, kuna somo fulani, kuna somo fulani. Sasa bwana, hebu niache, hebu nishushe hapa. Kama wewe umekosa kazi, mimi ninapataje? Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wanatakiwa wajue, kama mtaani kila mtu amesoma. Yaani kila mtu saizi amesoma. Ni level tu ya elimu na level ya mafanikio ndio tunatofautiana. Ni level tu ya elimu, lakini wote wamesoma. Na kwa mara ya kwanza wewe kujiunga na chuo, ni moment gani ambayo ulikuwa nayo na hutaisahau mpaka hivi leo? Najua chuo kuna mambo mengi, kuna marafiki, kuna walimu, kuna masomo. Katika hivyo nadhani kuna moja ambalo limekaa mpaka hadi leo, hata ukikaa na rafiki zako, ndugu zako, nakuwa na kicho kusimulia. Labda ungeweza kushare na sisi, mtazamaji wa FMW pale ambaye anatufuatilia akafahamu, naye labda yuko chuo, either labda kamaliza, naye kuna chake ambacho anakifikiria. Unaweza kushare na sisi kuhusu hilo? Karibu. Mimi kitu ambacho nakikumbuka kipindi naenda kuanza chuo, siku ya kwanza nilipokelewa vizuri sana. Yaani mpaka nikajisikia faraja. Nilisikia faraja. Yaani nilikutana na mapokezi yani. Unajua mimi kitu ambacho napendaga nini? Kufika sehemu nakuta ile kuna kitu kama fulani ya matumaini yani. Kuna kitu, kuna amani, kuna matumaini. Yaani unakuta sehemu ulioenda unasema kumbe nipo sehemu sahihi. Kwa hiyo nilifurahi sana, nilikutana na mapokezi mazuri. Walimu kwanza walinichangamkia. Alafu of course nilikuwa na doo, yani tayari nilikuwa na ada, yani ada ya mwaka mzima, ya term nzima. Sasa sijaenda kinyonge. Nimeenda natisha. Unajua kiukweli kama sisi tuliosoma shule za private, ukienda na hela unaonekana doo. Wanakuelewa, unapata ushirikiano. Kama hata ulichelewa ukakuta notes hujazipata, wanakukabidhi. Nikakabidhiwa na mtu kabisa, bwana huyu atakuwa anakusimamia yani. Hakikisha kila kitu ukai kinyonge hapa. Kwa hiyo nilipata mapokezi mazuri. Nikasajiliwa mapema tu. Kwa hata zile changamoto nilikuwa naziona zitakuwa ngumu kwangu, nilipata msaada huo. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakikumbuka mpaka leo. Ni kitu kizuri pia. Vipi kwenye upande labda wakati unasoma chuo, hujajigundua labda una kitu tofauti na ambacho unaenda kukifanya shule, either labda una kipaji, na maanisha labda sanaa mbalimbali ambazo uko nazo, unaweza ukashare, ulijigundua au ulijikuta tu kwamba wewe una focus na kile ambacho kimekupeleka? Mimi naenda kuanza masomo kwanza. Kama nilivyokuambia nilikuwa na vitu vingine ambavyo nilikuwa navipenda. Vipaji ndio ninavyo. Nilikuwa napenda masuala ya kutoa msaada. Yaani mimi katika kitu ambacho napendaga kwa maisha yangu ni kusaidia mtu. Yaani mtu nikikaa yani sehemu kama wewe sijakusaidia, yaani hujaona mchango wangu, naona kama yani kama sijafanya kitu. Kwa hiyo napendaga hata mtaani ninapoishi yani ni mtu ambaye ni msaada. Napendaga pia kuwa responsible, ni wajibikaji. Nikipewaga nafasi, hata nikiwa siara darasa tu, japokuwa so nakuwa kielele, mimi nasimama ni kwenye majukumu yale ya usia. Yani kama mimi ni siara, ina maana nitakusaidia. Ukija mgeni kama hujapata notes, nitakutafutia notes upate. Kama una shida na mwalimu fulani kipindi nitamfuata. Yani ni hivyo. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu ambaye
unajaribu kushare na kila mtu. Najaribu kushare na mtu. Kwa hiyo hata vile vipaji vyangu ambavyo nilisema baada ya kukosa kule, basi nikasema ngoja nihamishie nguvu kwenye hii taaluma ambayo naisomea. Kwa hiyo vipaji vyangu bado ninaendelea navyo. Kwa hiyo kitu ambacho ninacho bado kipo, kwa sababu kipaji ni kitu ambacho unacho. Hata kama leo sikifanyii kazi, lakini naamini ipo siku nitaamua kukitoa na watu watakiona. Naam, sasa kwa kumalizia tu, kwa sababu pia muda unatutupa mkono, kwa kumalizia kwa mwanachuo ambaye yupo sasa hivi anajitutumua kuhakikisha anaishi katika ndoto zake, unalipi kumwambia hali ya kuwa wewe tayari ushamaliza na umebaki na moment kama hizo? Karibu. Kwa cha kushauri tu kwanza, kila mtu anatakiwa aishi kwenye ndoto zake. Ishi kwenye ndoto zako, au zielewe ndoto zako. Ndoto zako ni nini? Lakini ukiwa naishi kwenye ndoto zako, ukaona ndoto zako hazijatimia, kuhama kwenye plani nyingine ni kitu cha msingi. Yaani usiseme ndoto yangu mimi ni kuwa mwandishi wa habari, ndoto zangu mimi ni kuwa engineer, zikashindwa kutimia, ukashindwa kuhamia kwenye plani nyingine ambayo itakufanya uje utimize hiyo ndoto yako ya mwandishi wa habari baadaye. Kwa hiyo unatakiwa uwai, ukiona kile kitu ambacho ni ndoto yako kimeshindikana, ondoka. Kwa kuna vitu vingine ni ndoto, lakini vinakuzuia kwa sababu ya mfumo. Kwa sababu kama mimi nasema ndoto yangu ni kuwa mwanajeshi, mwisho wa siku jeshi ni taasisi ambayo inaweza kukubali au kukataa. Kwa hiyo kama jeshi limekukataa, ndoto imekufa, huwezi kulazimisha. Ndio. Sio kilimo ambayo kila mtu anaweza akaomba ukapewa na shamba na kijiji ukalime. Lakini kama ndoto yako ni vitu ambavyo vipo juu ya uwezo wako, vipo chini ya uwezo wako, unaweza ukakoma navyo. Lakini sasa kuna watu wengine wanakuwa na ndoto ambazo sio, yani wana ndoto ambazo sio ndoto zao. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kuwa anatamani kitu ambacho anasema hii ni ndoto yangu, lakini kumbe hajapima kile kitu ni ndoto yake kweli. Kwa sababu kitu cha ndoto yako lazima uwe na uwezo nacho wa kukifanya. Yani kiwe ni kitu ambacho unakiweza kukifanya. Kikiwa ni kitu ambacho uweze kukifanya, na maana hiyo sio ndoto yako. Kwa hiyo kama mtu ana plani ya maisha, anatakiwa angalie vitu viwili, ndoto na plani baada ile ndoto kufeli. Tusikae katika usema mimi mwisho wa siku nakuwa na miaka 60 sasa mimi ndoto yangu ilikuwa kitu fulani, ndio maana nikashindwa, ndio maana nimefeli. Kufeli sasa ndo ni kitu kibaya zaidi. Ni bora useme mimi nilifanya kazi ambayo sio ndoto yangu, lakini bado kafanikiwa. Kwa sababu hata matajiri wakubwa sidhani kama wote walifikia zile ndoto zao.